Yupo. Yupo hujamuona? Bado ataendelea kuwepo. Nenda straight. Usinichanganye bana. Mimi najua unataka kuuliza nini. Kimsingi tumeona na tumesikia propaganda za watu wakisema ya kwamba Mpanzu yuko Simba kwa mkataba, kwa mkopo wa miezi 6. Mbona kicheko za maji? Simba Sports Club tumeshapita level za kuchukua mkopo, za kuchukua mchezaji kwa mkopo wa miezi 6. Sisi tumeshapita huko. Tunafahamu baada ya Mpanzu kuonesha kiwango bora sana, kimewapelekea vijana wa hapa nyumbani kutamani huduma ya Eli Mpanzu. Na baada hapo wakaanza kwenda Kongo kuulizia, bana huyu Mpanzu mpango wake ukuje. Sisi tunafahamu na tunajua namna gani wamekwenda Kongo kuulizia upatikanaji wa Eli Mpanzu. Sasa sisi tuwaambie kitu kimoja, waepuke matapeli, wataibiwa. Mpanzu yuko Simba kwa muda wa miaka 2, kwa mkataba wa miaka 2. Na mind you, mkataba ambao walisaini Mpanzu ni misimu 2 mtawalia. Na msimu huu wa kwanza ametumikia nusu msimu. Kumbuka raundi ya kwanza Mpanzu hakufanyaje? Hakucheza. Maana yake tunapozungumza nawe hivi sasa, Mpanzu ndo kwanza ametumikia miezi 4 ya mkataba wake, bado takriban mkataba wa mwaka 1 na miezi mingi kweli kweli. Sasa basi tuwaambie, kama wanamtaka Mpanzu, kama wana shida na shauku ya Mpanzu, Mpanzu amewavutia kiwango chake, formula yetu ni ile ile. Mpanzu ana miaka 22, watalazimika kumsubiri Mpanzu kwa miaka 13 mpaka atakapofikisha miaka 35. Ni vile vile ambavyo walimvumilia Jonas Gerard Mkude alivyotimiza miaka mingi ndani ya Simba. Baada ya miaka 15 ndio akaenda akajiunga kwenye klabu yao. Vile vile walivyomsubiri Clatous Mwamba Chota Chama, baada ya Simba kumalizana naye, wao ndio wakamchukua. Ndio hivyo hivyo wanapaswa kumsubiri na Eli Mpanzu. Kwa hiyo waache kujitekenya hivi sasa ya kwamba Mpanzu ana miaka miezi 6 mkataba. Mpanzu ndio kwanza yuko Simba. Kama ni kuuza, sisi Simba ndio tutakayemuuza Mpanzu, kwa sababu tuna haki nao zote. Kama ni kumwachia, sisi ndio tutakayemwachia Mpanzu, kwa sababu tuna haki naye zote. Wao kama wanamtaka Mpanzu, wasihangaike kwenda Kongo. Miliki wa Mpanzu ni sisi, Simba Sports Club. Waje kwetu. Kama wanamtaka Mpanzu, waje kwetu Simba Sports Club. Tutawauzia kama hiyo hela watakuwa nayo. Lakini wavumilie, miaka 13 si mingi sana. Akifikisha miaka 35, 36, Mpanzu ataenda kwenye klabu yao. Sawa, semaji tu nimejibu vizuri hapo Mmeridhika hapo Mmekubali kama Mpanzu ana mkataba wa miaka 2 na Simba? Hatujakubali bana. Hatujaona. Sisi ndio wenye Mpanzu kaka. Wamsikize nani? Wamsikize nani? Unasema kwamba Vita washafanya biashara. Na nani? Mtu ambaye anamchukua Mpanzu. Na wala Mpanzu sio mchezaji wa AS Vita. Sasa wao waache waende kwa AS Vita. Mama yangu mzazi watatapeliwa. Wao waache waende kwa AS Vita. Watatapeliwa. Huyo mchezaji wala sio wa hiyo timu. Simba tumemnunua wala hatujamnunua huko. Sisi tunajua wenyewe chimbo tuomnunulia Mpanzu, na Mpanzu tuko naye kwa muda wa miaka 2. Kama wanamtaka, wasubiri. Miaka 13 sio mingi sana. Kwa fedha siwezi kutaja kwa sababu hawawezi kuwa nayo hiyo hela. Hata wachangishane, yani ile timu yao wachangishane, kila shabiki wa hiyo timu atoe milioni 1, hawana uwezo wa kumnunua Mpanzu. Na la mwisho tutuambia kwamba aliyekuwa wao atakuwa wetu,
na wa kwetu watabaki kuwa wetu. Wakwao yupi ambaye atakuwa wewe? Semaji kodi hiyo bana, hiyo kodi. Wanasema Ahmed wanasema Faisal Salum washamalizana na Simba Sports. Aliyekuwa wao atakuwa wetu na wetu atabaki kuwa wetu. Msimu ujao. Huyo aliyekuwa wao sasa hivi yupo kwao? Ama hayupo kwao? Kaka, mambo magumu haya. Nakwambia. Aliyekuwa wao sasa hivi yuko wapi? Huyo aliyekuwa wao sasa hivi yuko wapi? Kaka, legeza kodi kidogo tu. Umeikaza bado kidogo tu. hapa namzungumzia Mrisho Khalfan Ngasa. Semaji, naona wazee wapo kiongozi wa dalali. Hii ni kusema ni baya bwela. Ya, na malize hapa muondoke. Tunataka tupitishe mbuzi wetu hapa. Twende nao Moroko. Zinapita hapa. Asi ndege yetu. Ndege ya bure. Mbuzi anakaa kwenye siti ya Air Tanzania mpaka Moroko. Mbuzi wengi hao. Ndege si bombadi ya kubwa lile. Mbuzi wengi, mechi ngumu hii. Huko hatuzuiliwi, huko hakuna shida aina yote. Tunaingia na mbuzi wetu pale Casablanca. Usikano Moroko itakuwa shida. Hakuna shida. Wakituuliza tunaambia hivi ni vitoweo vyetu. Chakula. Kwa nini msichinje kabisa? Ambia tunataka nyama fresh. Mechi ngumu kaka hii. Tunaogopa fitna. Mechi ngumu hii.